huadhimisha siku ya zimamoto duniani kwa sababu kadhaa muhimu zinazohusiana na usalama, heshima na elimu kwa jamii. Mosi, siku hii ni siku ya kuwatambua na kuheshimu jeshi la zimamoto kwa kazi yao ya kujitolea kuokoa maisha ya watu na mali zao, na mara nyingi katika mazingira hatari sana. Jeshi la zimamoto hukabiliana na moto, ajali, mafuriko na majanga mengine, wakihatarisha maisha yao kwa ajili ya maisha ya wengine. Pili, siku hii hutumika kuwakumbuka waokoaji wote waliopoteza maisha wakiwa kazini. Ni njia ya kuenzi mchango wao na kuonyesha kuwa jamii inathamini mchango walioutoa. Tatu, maadhimisho haya hutoa nafasi ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu kinga ya moto. Wananchi hufundishwa namna ya kuzuia majanga ya moto, matumizi sahihi ya vifaa kama vizima moto na hatua za kuchukua wakati wa dharura. Nne, ni fursa ya kuhamasisha tahadhari na uwajibikaji wa kila mtu katika kulinda maisha na mali. Moto mwingi unaotokana na uzembe au kutozingatia taratibu za usalama. Hivyo, elimu ni muhimu sana. Tano, siku hii huonyesha na kueleza uwezo wa vifaa vya zimamoto ili wananchi waelewe jinsi ya huduma hizi zinavyofanya kazi na umuhimu wa kuziunga mkono. Kwa ujumla, maadhimisho haya yanabeba kauli mbiu inayosema tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Kauli hii ina umuhimu mkubwa katika kuhamasisha jamii kuchukua hatua na tahadhari mapema. Hapa nchini Tanzania, maadhimisho ya mwaka huu yalianza kwa maandamano makubwa na ya kuvutia yaliyoandaliwa na jeshi la zimamoto, yakianza katika ofisi zao zilizopo Kariakoo kuelekea viwanja vya Mnazi Mmoja katikati ya jiji la Dar es Salaam. Maandamano hayo yalihusisha askari wa zimamoto waliovalia sare zao rasmi, wakionyesha nidhamu, umoja na utayari wao wa kukabiliana na majanga. Mbali na askari, pia kulikuwa na wadau mbalimbali wa usalama wa wananchi walioungana na kuonyesha mshikamano katika suala la tahadhari dhidi ya moto na majanga mbalimbali yanayoweza kutokea kwenye mazingira tofauti ya kibinadamu. Jeshi la zimamoto linaloongoza msafara huo kwa mpangilio maalum, huku likionyesha umaili wao katika gwaride la kuvutia macho ya wengi. Bendi ya zimamoto ilikuwa sehemu muhimu ya maandamano hayo, ambapo walikuwa wakitoa burudani ya muziki uliokuwa ukichangamsha umati wa watu waliokusanyika kushuhudia tukio hilo. Sauti za muziki na nyimbo zenye ujumbe wa tahadhari zilikuwa zikisikika barabarani, zikisisitiza umuhimu wa kujikinga na moto. Wananchi walijipanga pembezoni mwa barabara wakishangilia na kupiga makofi, huku wakifurahia tukio la kipekee. Kauli mbiu ya mwaka huu ilitawala katika kila kona ya maandamano hayo na kuwafikia watu wa rika zote. Ubunifu ulionekana wazi katika maandamano hayo, ambapo kulikuwa na mbinu mbalimbali za kuvutia hadhira. Moja ya kivutio kikubwa ilikuwa ni farasi ambao walikuwa wametangulia mbele na kuongoza msafara huo. Kitendo hicho kilizua hisia na kuvuta umakini wa watu wengi zaidi kushiriki na kufuatilia ujumbe uliokuwa ukitolewa. Maandamano hayo yalionyesha ushirikiano mzuri kati ya jeshi la zimamoto na jamii kwa ujumla. Hatua kwa hatua, msafara ulisogea kuelekea viwanja vya Mnazi Mmoja, huku shamra zikiendelea kuongezeka. Hatimaye maandamano hayo yalihitimishwa kwa kuwasili kwa mafanikio makubwa katika viwanja hivyo. Baada ya kuwasili katika viwanja vya Mnazi Mmoja, shughuli ziliendelea kwa mapokezi rasmi ya mgeni wa heshima ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Ilala aliyefika kushiriki katika maadhimisho hayo muhimu.
Alipokelewa kwa heshima kubwa na viongozi wa jeshi la zimamoto likiongozwa na kamishna msaidizi mwandamizi wilaya ya Ilala, Mabusi Peter, pamoja na viongozi wengine wa serikali waliokuwepo katika tukio hilo. Gwaride maalum liliandaliwa kwa ajili ya kumpokea, ambapo askari walionyesha nidhamu na umahiri wao wa hali ya juu. Wananchi walikuwepo wakishangilia kwa furaha kubwa, kuonesha kuthamini uwepo wake katika tukio hilo. Moja ya maonesho yaliyovutia zaidi ilikuwa ni zoezi la uokoaji kutoka majengo marefu, ambapo askari wa zimamoto Sergeant Leukadia Abdalla, mwanamke shujaa, alionyesha umahiri mkubwa wa kuokoa watu waliokuwa juu ya ghorofa. Katika zoezi hilo, askari huyo alitumia kamba maalum au vifaa vya kisasa kushuka kutoka jengo refu hadi chini kwa ustadi mkubwa. Walionyesha namna ya kumfikia muhanga aliyekwama na kumshusha kwa usalama hadi ardhini. Ufanisi wao ulionyesha mafunzo ya hali ya juu walionayo katika kukabiliana na majanga ya aina hiyo. Wananchi waliokuwa wakitazama walivutiwa na ujasiri wa kamanda huyo pamoja na umakini wa askari hao. Zoezi hilo lilifanyika kwa tahadhari kubwa ili kuhakikisha usalama wa kila mshiriki. Lilionyesha kuwa hata katika mazingira hatarishi, maisha yanaweza kuokolewa kwa mbinu sahihi. Uokoaji huo uliwapa wananchi uelewa mpana zaidi wa kazi halisi ya zimamoto. Pia uliwafanya kutambua umuhimu wa kuwasiliana haraka na vyombo vya dharura. Hatimaye, zoezi hilo lilihitimishwa kwa mafanikio, huku likiacha wengi mdomo wazi na somo muhimu. Katika kuendeleza maonyesho, vifaa mbalimbali vya uokoaji vilionyeshwa ili kuwapa wananchi uelewa wa namna vinavyotumika katika mazingira tofauti ya dharura. Miongoni mwa vifaa vilivyoonyeshwa ni mtumbwi wa uokoaji ambao hutumika hasa wakati wa mafuriko au ajali zinazohusisha maji. Askari walieleza kwa kina jinsi kifaa hicho kinavyotumika kuokoa maisha ya watu waliokwama majini. Elimu iliyotolewa ililenga kuongeza uelewa kwa jamii juu ya umuhimu wa maandalizi. Pia ilisisitiza kuwa vifaa sahihi vinaweza kuokoa maisha ya wengi kwa wakati mfupi. Maonyesho hayo yaliwawezesha wananchi kuelewa kazi ya zimamoto kwa undani zaidi. Vifaa mnavyoviona mbele yenu ni vifaa ambavyo vinatumika kwenye maokozi majini. Hapa tuko kwenye kitengo cha uokoaji majini, na mbele yenu vifaa vyote ambavyo unaviona ni vifaa ambavyo hutumika kufanya maokozi majini, iwe kwenye mito, iwe kwenye bahari, iwe kwenye maziwa. Lazima wazimamoto watumie vifaa kama hivi vya uokoaji. Labda tuanze kifaa kimoja kimoja. Hii ni life jacket. Hii ni life jacket ambayo inamsaidia mzimamoto anapoingia kwenye maji afanye kazi yake kwa weledi na kwa ufanisi, asiweze kuzama majini. Na hata ukiokolewa unaweza ukatumia kifaa kama hiki ukavalishwa, uzami majini kabisa. Wazimamoto watafanya kazi yao, watamaliza ukiwa salama mwokolewa, lakini pia wakiwa salama wale wanaofanya kazi ya uokoaji. Tunayo boti kubwa hii ni rescue boat. Pia ni kifaa mbadala na nyenzo makini kwenye kufanya kazi za uokoaji kwenye maziwa na bahari. Tutatumia rescue boat hii kwa ajili ya kuokolea au kuatendi tukio la uokoaji kwenye maziwa na bahari. Hii tunaita rescue boat, boti ya uokoaji. Maonyesho ya vifaa vya kukatia na kuongeza nafasi yalionyesha teknolojia iliyotumika katikati ya uokoaji, hasa wakati wa ajali za barabarani au majengo yaliyoanguka. Askari hutumia vifaa maalum kukata vyuma na kufungua sehemu zilizoziba ili kufikia wahanga waliokwama. Vifaa hivyo vina uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa. Walionyesha pia namna ya kutumia vifaa hivyo bila kuhatarisha maisha ya majeruhi.
Zoezi hilo lilionyesha umuhimu wa utaalamu katika matumizi ya vifaa hivyo. Wananchi walijifunza kuwa uokoaji si nguvu pekee, bali ni maarifa na teknolojia. Elimu iliyotolewa iliwasaidia kuelewa hatua zinazochukuliwa wakati wa dharura, na maonyesho hayo yalisisitizwa kuwa kila sekunde ni muhimu katika kuokoa maisha. Nipo hapa na hii mashine inaitwa airbag. Sawa. Hizi ni airbag. Hii inaitwa control panel. Hii inatumika sehemu zenye kwa maokozi, kwa ajili ya kufanyia maokozi, sehemu ambazo ziko finyu. Na hizi zina ujazo, yani una ukubwa tofauti. Hii hapa kama inaweza kunyanyua hii tani 8. Inaweza kunyanyua tani 8 hii. Sawa. Kwa hiyo tunaweza kuoperate hapa, tunajaza kama unavyoiona. Sawa. Tunashusha. Kuna njia mbili. Kuna hii pia tunaweza tukajaza mbili. Tunajaza hapa. Sawa, hii inaweza kuinua tani 8. Hapa tunashusha. Kwa hiyo unaweza ukaweka ya kwanza, na unapotaka kuweka lazima uweke vibao chini ili kuepusha vitu vyenye ncha inaweza vikatoboa. Kwa hiyo kazi yake kubwa ndio hiyo. Inanyanyua vitu ambavyo labda mtu kakandamizwa, ina uwezo wa kunyanyua. Katika sehemu hii, askari wa zimamoto walionyesha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kuzimia moto vinavyotumika katika mazingira tofauti. Kifaa maalum kilionyeshwa na kizimia moto maarufu kinachojulikana kama fire extinguisher, ambacho hutumika kuzima moto mdogo kabla haujasambaa. Askari walifafanua aina mbalimbali za kuzima moto kulingana na aina ya moto unaotokea. Walieleza namna sahihi ya kushika na kutumia kifaa hicho wakati wa dharura. Elimu hii ni muhimu katika kuokoa maisha na mali katika hatua za mwanzo za moto. Hii inasisitiza umuhimu wa kuwa na vifaa hivyo katika majengo na nyumba. Tuna vifaa mbalimbali, kwa mfano fire extinguishers kwa ajili ya kuzimia moto. Tuna detection system kwa ajili ya vigunduzi vya moto. Kabla moto hujatokea, vinaweza vikagundua kama unavyoviona hapo nyuma. Vyote kwa ajili ya kugundua na kuzima moto. Kama tunavyoona hapo mbele, kuna vifaa ambavyo ni fire extinguishers. Tuna fire extinguishers za foam, tuna fire extinguishers za CO2, tuna fire extinguishers za water type, na tuna fire extinguishers za powder. Kwa mfano, kwenye fire extinguishers za powder zinatumika sana kuzimia moto sehemu ambazo za wazi, au sehemu ambazo tunasema moto wake ni sehemu za wazi ambazo ukizima hiyo hewa inaweza ikapotea. CO2 maeneo sana maeneo ya ndani. Tunashauri kwa watu wa ndani wanaotumia, kwa mfano kwenye majiko tunatumia CO2 kama ni clean agent. Ukizima moto kwa kutumia CO2, hata kama sehemu ina chakula, vyakula vyake haviharibiki, unaweza ukavitumia tena. Lakini ukitumia poda sehemu kama ya jikoni, ukishapuliza ile extinguishers ya poda, manake vyakula na vitu vyote vinavyotumika ndani inabidi ukavitupe kwenye vinavyotumika kwa ajili ya kula, kwa sababu poda ni sumu. Hiyo ni kwenye upande wa fire extinguishers. Fire extinguishers type ya foam tunaitumia sana kwenye mafuta, moto wa mafuta au moto ambao ni wa liquid. Tunatumia sana foam, ndio inatumika kuzimia moto ya aina hiyo. Lakini tuna vifaa vingine. Tuna fire blanket. Fire blanket pia ni hivyo kuzima moto sana moto mdogo, moto unaoanza mfano jikoni na maeneo sana ya ndani, unaweza ukaufunika tu moto ukazimika. Tuna fire detection systems ambazo kama hizo smoke detector inazogundua moshi, kama moshi ukitokea kwa kiwango fulani inagundua, inapiga alarm, unaweza kuevacuate. Tuna heat detectors zinagundua kiwango cha joto. Kiwango cha joto kwa mfano kimewekwa, ikishafika kama % au 60%, yenyewe inapiga alarm, inakupa alert, unatoka. Hivi havizimi moto, hivi vinakupa uashiria kwamba eneo fulani kuna moto. Wewe ndio unaweza kuangalia sasa kama moto huu nitauzima kwa kutumia njia gani, au siuwezi nitoke. Tuna vifaa vingine ambavyo ni wireless system na vya security system, ambavyo na venyewe vyote ni kwa ajili ya kugundua moto na kukupa taarifa kwamba eneo fulani kuna moto, ili uchukue hatua ya mbele zaidi kwa ajili ya kuuzima. Maonesho ya kuzima moto unaosababishwa na gesi ya majumbani
yalikuwa sehemu muhimu ya kutoa elimu kwa jamii kutokana na ongezeko la matumizi ya gesi kwa matumizi ya kupikia majumbani mwetu. Askari walionyesha kwa vitendo namna moto wa gesi unavyoweza kuzuka na hatua sahihi za kudhibiti kabla haujasababisha madhara makubwa. Walisisitiza kuwa kutumia maji kuzima moto wa gesi ni hatari na kunaweza kuongeza ukubwa wa moto. Badala yake, walionyesha mbinu sahihi kama kufunika chanzo cha moto kwa taulo lenye unyevunyevu ili kuzima mtungi kwa usalama. Wananchi walifundishwa hatua za haraka za kuchukua pindi wanapokutana na hali hiyo majumbani mwao. Elimu hiyo ililenga kulinda maisha ya familia na kuzuia hasara ya mali. Tahadhari za matumizi salama ya gesi zilielezwa kwa kina. Askari walisisitiza umuhimu wa kukagua mara kwa mara vifaa vya gesi majumbani. Maonyesho hayo yalitoa uelewa mpana kuhusu hatari zilizopo na namna ya kujikinga. Zoezi hilo lilihitimishwa kwa ujumbe wa kuchukua tahadhari kila wakati. Tutoe elimu fupi sana kwenye matumizi sahihi ya gesi. Na tukisema gesi hapa tunazungumzia LPG. Ni zile gesi ambazo tunatumia majumbani. Basi leo kwa kuanzia kabisa, kwa yule mtumiaji wa chini kabisa ambaye anatumia gesi aidha kilo 3, kilo 6 au kilo 15 au kilo 38, atakavyonunua kutoka dukani, duka la rejareja, kwenye hatua ya mwanzo kabisa kwenye kusafirisha, tunashauri sana kwenye usafirishaji wa gesi hiyo kutoka dukani kupeleka nyumbani, basi tunashauri beba gesi hiyo kama kwenye bodaboda, basi hakikisha hiyo imesimama, imekalia kitako na si kulalia tumbo. Basi ukishachukua dukani ukapeleka nyumbani, kabla hujatumia, subiria angalau dakika 20 hata 30 kabla ya kufanya matumizi hayo, kwa sababu ya movement na usafirishaji wa ile gesi na kutoka dukani mpaka kufika nyumbani. Basi kuanzia hapo kwenye matumizi ndipo kwenye kiini kikubwa ambapo pengine madhara yanayotokea au kutojua kwa watu, basi matokeo mabaya aidha moto au uvujaji wa gesi huwa yanatokea mara kwa mara, ambayo baadaye inakuja kukaa taswira mbaya kwamba pengine gesi haifai, basi tubakie kwenye matumizi ya kuni na mkaa, kitu ambacho sio malengo na ndiko tunakotoka huko mpaka kufikia 2030. Basi mpango huo tunategemea kufikia. Basi ukishafikisha gesi nyumbani kwenye matumizi ya kawaida kabisa, umeshatuliza gesi pale, kama ni gesi ndogo ya kilo 6 au 3, unataka kufunga kile kifuniko cha juu tunaita manyobana. Hakikisha kwanza ile manyobana yako iwe imefungwa, isije ikakaa wazi. Na kufunga utajuaje imefungwa? Basi jua kwamba kama unavyofunga koki ya maji, basi hakikisha umefunga. Ukishaona mwisho imegota, basi hapo jua ipo tayari kabisa kwa ajili ya kuichomeka kwenye mtungi wako, tunaita valve. Basi ukishachomeka pale na kufunga vizuri, hakikisha kwenye matumizi, kabla hujaanza kuwasha au kuanza kutumia hiyo gesi, tunashauri sana hakikisha unawasha kiberiti kwanza, ndipo unafungua gesi, kwa sababu tunajijua, unaweza mama amefika nyumbani anawasha gesi, kwa maana anaifungulia gesi, inatoka, anatafuta kiberiti. Unaweza kutumia dakika kadhaa pata kiberiti, baadaye gesi unakuta imeshajaa chumbani. Au kwenye kuwasha kiberiti unakuta kiberiti labda unatumia njiti 2, 3, huku gesi inaendelea kumwagika. Basi matumizi sahihi ni kwamba washa kiberiti kwanza, alafu fungulia gesi ianze kutoka, ndipo utumie. Kwa hiyo hapo utakuwa unaendelea kupika na kumaliza. Lakini ukishamaliza kupika sasa, tunashauri hakikisha umefunga ile manyobana, peleka kulia ukiwa imefunga vizuri kabisa. Na kwa kutambua umefunga vizuri, basi moto utazimika na hautosikia harufu yoyote mule ndani. Harufu hiyo tunazungumzia hapa ni ile harufu inayofanana na ya iviza. Hiyo ndio harufu ambayo gesi inatoka, kwa maana kuna kemikali inawekwa ili tu gesi iwe na harufu, lakini lengo kubwa harufu isikike ili mtu atambue kwamba kuna uvujaji wa gesi. Basi ukisikia hiyo harufu wakati umeshazima gesi, jua kwamba jiko lako linaendelea kuvujisha. Basi kutokea hapo kwenye mtungi mdogo, kuna wale ambao wanatumia mitungi mikubwa, ile ni rahisi kidogo kwenye matumizi. Ukishachomeka mipira yote kutoka kwenye mtungi wako,
unabonyeza na kuwasha. Kufunga kwake ni rahisi, unarudisha. Huo kidogo unakuwa ni mrahisi, lakini huu mdogo ndo kuna changamoto nyingi sana ambazo zinatokea. Sasa watu wengi pengine hawapendi kutumia kwa dhana tofauti tofauti, kwamba nitakosa chakula kitamu, au labda tumeshazoea makoko, mtu atakosa makoko, kitu ambacho sio kweli. Gesi hii ni salama sana, kwenye matumizi yake ni mazuri. Vitu vyote ambavyo unakuja kuvipata kwenye mkaa, kwenye kuni, basi huku unavipata. Faida kubwa nyingine ambayo tunaweza tukaipata utumiaji wa gesi ni kwamba inaivisha kwa haraka kuliko mkaa na kuni. Hata swala la moshi, moshi wake ni mdogo sana, pengine usiweze kuutambua kwamba hapa hii gesi inatoa moshi, tofauti na mkaa na kuni. Na hizo kesi nafikiri tulishazifahamu na kuzisikia kwamba baadhi ya mikoa kama huko Shinyanga watu wanapigia sana kuni, basi inawaletea madhara kiafya, lakini hata kwa muonekano unakuta macho yanakuwa mekundu na dhana potofu ya kwamba mtu mwenye macho mekundu anakuwa mchawi, zinatokea huko. Lakini matumizi ya gesi ni salama kwenye mfumo huu, kwenye matumizi. Kikubwa tukizingatia hivi ni vya msingi sana. Ukienda tofauti na hivi, basi jua kwamba gesi inaweza ikawa hatari kwako. Na hii ni hotuba fupi ya mkuu wa wilaya ya Ilala. Aliwashukuru viongozi na askari wa Jeshi la Zimamoto kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa wakiifanya katika kuokoa maisha ya Watanzania. Naomba nipongeze kwa maandalizi makubwa ya kuwaonyesha wana Dar es Salaam, kuwaonyesha Watanzania kazi ambazo mnazifanya, kazi ambazo zipo. Ninyi kwangu mimi ningeweza kuwaita ni mashujaa wa kimya kimya, msiyesikika, lakini mnafanya kazi kubwa ya kishujaa. Naomba mjipigie makofi mengi. Tumeona mfano wa ushujaa ambao mnaufanya wa mtu aliyekwenda juu ya ghorofa 8 akashuka na majeruhi, au mtu aliyekwenda kumwokoa bila kuangalia riski yake kwenye ghorofa 8 anashuka na kamba. Lakini makamanda wale hawatambuliki, wanasema ni mashujaa wa kimya kimya. Naomba mjipigie makofi mengi. Katika hitimisho la maonesho hayo, magari ya zimamoto yalionyeshwa kwa kina ili kuwapa wananchi uelewa wa majukumu na uwezo wake katika kukabiliana na majanga ya moto. Yapo magari yanayobeba maji kuanzia lita 10,000 na kuendelea. Magari hayo yana vifaa maalumu kama vile pampu za maji zenye nguvu kubwa zinazoweza kuzima moto kwa haraka katika maeneo mbalimbali. Pia hubeba ngazi ndefu zinazotumika kufikia sehemu za juu katika majengo marefu wakati wa uokoaji. Baadhi ya magari yana mitambo ya povu maalum kwa ajili ya kuzima moto wa mafuta na kemikali. Askari walieleza jinsi magari hayo yanavyoandaliwa kabla ya kupelekwa katika tukio la dharura. Walisisitiza umuhimu wa kuyapa kipaumbele barabarani ili yafike kwa haraka eneo la tukio. Magari haya ni uti wa mgongo wa operesheni ya zimamoto katika maeneo ya mijini na vijijini. Wananchi walipata nafasi ya kuona kwa ukaribu na kuelewa teknolojia iliyopo ndani yake. Elimu hiyo iliwasaidia kuthamini mchango wa vyombo hivyo katika kuokoa maisha. Maonesho hayo yalihitimisha maadhimisho kwa kuonesha nguvu, uwezo na umuhimu wa Jeshi la Zimamoto katika jamii. Na hapa unaweza kuona ni kwa jinsi gani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyoweka nguvu katika jeshi hili, na ni kwa jinsi gani jeshi hili limekuwa mstari wa mbele katika kuokoa maisha ya Watanzania.